Basi tujifunze tena somo la 20 la vipimo vya maabara RBC, red blood cells, kwenye mkojo. Maana yake ni nini? Ukiona kwenye mkojo kuna damu, hilo sio swala la kawaida. Hivyo ni muhimu sana kukutana na washauri na wataalamu wa afya. RBC kirefu chake ni red blood cells. Hizi ni chembechembe nyekundu za damu. Hivyo zikionekana kwenye mkojo zinaashiria magonjwa yafuatayo au mambo yafuatayo: UTI, mawe kwenye figo, jeraha kwenye njia ya mkojo. Unawezekana una jeraha kwenye njia ya mkojo, ni somo kubwa sana lingine hilo, lakini kwa sababu hii jeraha uko unakojoa mkojo wenye damu. Lakini ziko sababu zingine za kiafya ambazo zinaweza kusababisha damu kuonekana kwenye mkojo wako au mkojo wa mgonjwa. Na wakati mwingine mtu anaweza kuona mkojo wa rangi nyekundu au rangi ya kahawia. Na wakati mwingine pia mgonjwa anaweza kuona RBC au red blood cells au damu kwa njia ya maabara tu. Mgonjwa kama mgonjwa asione, lakini mtu wa maabara kwa kupitia darubini au vipimo vya kimaabara ikaonekana una damu kwenye mkojo wako. RBC huangaliwa pamoja na au red blood cells huwa haziangaliwa peke yake tu, lakini inaangaliwa pamoja na protein, leukocytes, inaangaliwa pamoja na nitrates, hata dalili za huo ugonjwa kama ambavyo tumezitaja pale juu. Kwa hiyo kwa kuangalia haya yote, mtaalamu wa afya atathibitisha kwamba hii ni UTI au ni mawe kwenye figo au ni nini limefanyika mpaka damu inatoka au inaonekana kwenye vipimo. Ukiona RBC kwenye mkojo mara kwa mara, ni muhimu sana kufanya uchunguzi. Inawezekana wewe huoni, lakini kila ukienda hospitali kupima mkojo unaambiwa una RBC, tena una RBC, unaenda tena una RBC. Inahitaji uchunguzi wa kina. Basi baada ya kujua habari za RBC, ni foro tujifunze majibu ya vipimo vya maabara kwa lugha rahisi zaidi. Mungu awabariki.